Uislamu haukubaliani na mauaji ya aina yoyote ile, kwa silaha yoyote ile, kwa sababu zozote zile, kwa kisingizio chochote kile. Atakayetoa roho ya mtu mmoja imekula kwake siku ya kiyama. Uislamu haukubaliani na mauaji. Uislamu haukubaliani na utekaji. Uislamu haukubaliani na ukabaji. Uislamu haukubaliani na ubakaji. Uislamu haukubaliani na unyanyasaji. Uislamu haukubaliani na dhulma za aina zozote zile. Lakini inashangaza kwamba kifo cha ndugu yetu Kibao kimeibua wimbi kubwa: kulani, kusikitika, kulaumu, kuita serikali ya wauaji, kufanyaje. Hii sio sawa. Kifo ni kifo. Sasa nimtake kila mmoja wetu tuwajibike kwa viapo tunavyowapa. Sikilizeni sasa, wale ambao wanaona kutoa roho ya mwanadamu ni jambo la kawaida sana. Twende katika sura ya 5 Al-Maida aya nambari 32. Msikilize, wallahi na wachallenge walimwengu wote, na zichallenge dini zote, na challenge vitabu vyote vinavyoitwa vya Mungu katika ulimwengu wa sasa. Nipeni kitabu hata kimoja kinachosema atakayetoa roho ya mtu mmoja hukumu yake mbele ya Mola ni sawa na aliyetoa roho za watu wote. Uislamu peke yake, Qur'ani peke yake. Al-Maida aya nambari 32, Allah anasema: min ajli dhalika katabna ala bani israila annahu man qatala nafsan bighayri nafsin au fasadin fil ardi fakaannama qatala an-nasa jami'a. Na kwa ajili ya hilo tukawaandikia wana wa Israeli ya kuwa hakika katika nyinyi atakayeua nafsi moja tu, atakayetoa roho ya mtu mmoja tu, atakayepoteza maisha ya mtu mmoja tu pasina haki yoyote, hajaua ili naye auawe, au akaleta ufisadi katika ardhi, hukumu yake mbele yangu mimi ni kana kwamba ameua watu wote. Subhanallah.